sana. Labda niseme kwanza niwashukuru kwa kunialika katika kipindi hiki. Asante sana. Ni jambo kubwa ambalo mmelifanya katika kuendelea kwa taarifu au kuwajuza wana Kigoma na Watanzania kwa ujumla katika masuala mbalimbali ya taifa letu. Lakini mimi nishukuru kwa fursa hii ya kipekee ya kunialika mimi kama mkurugenzi wa Manispaa ya Kigoma Ujiji kuja kuwaeleza wana Kigoma Ujiji nini haswa tunaendelea nacho kwa sasa, hususan katika nyanja ya miradi ya maendeleo. Labda niseme katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Manispaa ya Kigoma ipo inatekeleza miradi katika maeneo tofauti tofauti. La kwanza, tunatekeleza miradi katika eneo la elimu ambapo tuna shule mbalimbali zinajengwa. Lakini swala la pili, tunatekeleza katika nyanja ya afya. Lakini pia tunaendelea kutekeleza katika vitega uchumi na maana katika nyanja ya biashara. Lakini tunaendelea kutekeleza miradi katika miundombinu. Hayo ni baadhi ya maeneo makubwa ambayo kwa sasa tunaendelea kuyatekeleza. Lakini na jingine, tunaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika maeneo ya kutolea huduma. Nikizungumzia maeneo ya kutolea huduma, nina maana ya kwamba wananchi wanakwenda katika ofisi zetu mbalimbali, na kwa hiyo tunaendelea kudumisha kutengeneza ofisi zetu ili wananchi wanapokuwa wanafika basi wafike katika maeneo ambayo ni salama ya kutolea huduma. Naam. Asante. Moja kwa moja tuanze kwenye upande wa miundombinu barabara. Hali ikoje? Naam, labda niseme katika swala la barabara kuna watu sasa hivi takribani, yani taasisi mbili zinazoshughulikia barabara. Moja ni TANROADS. Ili la TANROADS naomba nisilizungumzie kwa sababu sio msemaji sana. Lakini pia kuna taasisi nyingine ambayo inaitwa TARURA na yenyewe ndio inayoshughulikia barabara. Kwa hiyo hata hili naomba nisilizungumzie sana. Lakini manispaa pia tupo kwenye miradi ya barabara. Nikiwa nazungumza kwamba sisi sasa hivi kama unavyofahamu tunatekeleza miradi ya TACTIC. Miradi ya TACTIC ni miradi ambayo ipo katika manispaa karibu 24 hapa nchini na sisi tukuwemo ndani, ambapo inatekeleza miradi mbalimbali hususan katika miundombinu ya barabara, lakini pia tunaangalia katika uwekezaji wa maeneo ya masoko. Kwa hiyo nikizungumzia katika miradi ya barabara kwetu sasa hivi tuna barabara ambayo inaitwa Bangwe Ujiji ambayo ina kilomita 9.2 ambayo sasa hivi iko kwenye zaidi ya 80% katika utekelezaji wake. Hiyo ya Bangwe Ujiji. Naam. Barabara hii inakwenda sasa kutoa huduma kwa wananchi, ambapo utaangalia inaenda kuungana na barabara ya TANROADS ambayo inafika mpaka Bangwe. Alafu sisi tunaanzia pale Bangwe tunakwenda mpaka Ujiji. Kwa hiyo hii ni barabara ambayo sisi kama Manispaa ya Kigoma tunaye mkandarasi ambaye sasa hivi anaendelea, yuko kwa zaidi ya 80% ambaye anaendelea kutekeleza ule mradi. Mradi huo ambapo unatekelezwa una mambo kadhaa. Umegharimu kiasi gani? Mradi umegharimu bilioni 24. Okay. Naam. Kwa hiyo mradi huu unaendelea kutekelezwa, lakini una mambo kadhaa ambayo yanatekelezwa. Pamoja na barabara kuna daraja kubwa ambalo linatengenezwa katika mto Ruiche, ambapo tunakwenda sasa kuunganisha katika mtaa wetu wa Mgumile na maeneo ya mjini, kwa sababu kama utakumbuka pale kuna mto mkubwa ambapo mwaka juzi kama utakumbuka kuna watoto wetu walipata ajali pale walipokuwa kivuka kwa mtumbwi na tukawapoteza watoto pale. Kwa hiyo pale sisi kama serikali tumeendelea kutekeleza na kuhakikisha kwamba tunatatua. Na ukija kuangalia katika mtaa wa Mgumile ni mtaa ambao kwetu sisi ni mtaa wa kiuchumi, kwa sababu mafuta mengi ya mawese yanatoka katika eneo lile. Kwa hiyo tuna imani barabara ile na daraja likisha kamilika linaenda kutengeneza kwa urahisi zaidi eneo ambalo wananchi walikuwa kizunguka au wakitumia vyombo hatarishi kupita katika maji. Kwa hiyo inaenda kusaidia kuvusha bidhaa zao kutoka maeneo ya Mgumile. Kwa hiyo huu ni mradi wa barabara ambayo tunautekeleza katika mradi wa TACTIC ya awamu ya kwanza. Lakini tupo mbioni pia ambapo tunaendelea kwenda kuunganisha pia. Tunapoishia sasa hivi pale Ujiji tunaenda kutokeza barabara kuu ambapo itakwenda kama kilomita 11 ambapo mpaka sasa hivi usanifu umeshafanyika. Kwa hiyo tunachosubiri sasa hivi ni watu ambao wanafadhili ambao ni Benki ya Dunia kukubali ule mradi
ambapo wakishakubali, kwa hiyo tunaenda kutekeleza zaidi ya kilomita karibu 16, ambapo utaenda kupita sasa eneo la viwanda ambalo tunaliita Kisses, ambayo inaenda kutokeza barabara kubwa. Manufaa hiyo barabara kama tukifanikiwa kutekeleza, kuna mambo makubwa mawili. Moja, tutapunguza sasa msongamano wa malori yanayokwenda kuchukua bidhaa kwenye eneo la viwanda ambao ni Kisses. Kama utakumbuka, sasa hivi tuna kiwanda kikubwa cha simenti. Ukiangalia malori ya simenti saa nyingine yanapita mjini. Kwa hiyo ile barabara inaenda kupunguza maeneo yale, lakini pia kutakuwa na maeneo ambayo yatawekwa madaraja kwa ajili ya kutekeleza. Kwa hiyo hii ni miradi ambayo sisi kama manispaa ya Kigoma Ujiji tunaendelea kuitekeleza na tunategemea kuitekeleza katika kipindi kifupi kijacho. Na hiyo barabara ya Bangwe Ujiji, matarajio ya kukamilika kwake moja kwa moja na kutumika ni lini? Naam. Kwanza kabisa ni tuombe radhi kwa wananchi, kwa sababu huu mradi tulikuwa tunategemea kwamba utaisha, ilikuwa ni mwezi wa 8. Lakini bahati mbaya hatukuweza kumaliza kwa sababu kulikuwa kuna changamoto mbalimbali. Wakati mkandarasi anaanza, kulitokea mvua kubwa sana kiasi kwamba akashindwa kusimama. Na baada akashindwa kuendelea, akawa amesimama. Kwa hiyo tukamuongezea muda, ambapo tunategemea kuja kufikia mwezi wa 12 mwishoni, basi atakuwa amemaliza kazi yake. Lakini tunamsisitiza mkandarasi, kwa sababu tumeshamuongezea muda, na endapo hatakuwa amemaliza, basi sisi tutaendelea kukata fedha za serikali ambazo anatakiwa yeye kwa mjibu wa mkataba. Tunakuwa tunamkata kwa ajili ya kwa sababu hajatekeleza mradi kwa wakati. Lakini ndio nitaka nizungumzie tu huu mradi wa TACTIC. Utaona kwamba mji wetu sasa hivi, utaona kwamba Kigoma tumezungukwa na milima. Milima hii imeleteleza makorongo makubwa sana. Kwa hiyo katika mradi wa TACTIC tuna makorongo takriban 6 ambayo sasa hivi tunatengenezea mfereji. Ya wapi na ya wapi? Naam, ukienda Bangwe kwenyewe kuna mfereji, ukienda Kipampa, ukaenda Kitongoni, kuna mifereji ambayo inatengenezwa. Lengo kubwa ni kuhakikisha maji yanayopita basi yasiendelee kuharibu barabara zetu, lakini yasiendelee kuharibu viwanja au maeneo ya wananchi. Kwa hiyo huu ni mradi, na hata katika mradi unaokuja tumeomba pia watusaidie kujenga hiyo mifereji ambayo imeshakuwa makorongo, sio mifereji tena. Kuja kuangalia maeneo mengi yameharibiwa na makorongo haya, ambayo kwa kweli yamekuwa ni adha kwa wananchi. Eneo la Katubuka ambalo huwa linajaa maji mara kwa mara mvua zikinyesha nyingi, lina athiri kwa kiasi gani miundombinu ya barabara? Labda niseme, kama utakumbuka kwamba tuna takriban miaka 2 sasa, eneo la Katubuka tulikuwa na barabara 2 zinazopita pale, na moja ya barabara ni kubwa sana kwa sababu inakwenda uwanja wetu wa ndege. Ile barabara ilianza kuzama, lakini baadaye barabara ya Kagashe na yenyewe ikazama. Kwa hiyo tulichokifanya ni nini? Tuliomba serikali wakatupatia fedha zaidi ya bilioni 4, ambapo sasa hivi tunaendelea na ule mradi. Utaona kwamba ukitokea huku Katubuka uone ule mradi, lakini ukitokea Ujiji unaona kwamba pale tunajenga mfereji mkubwa ambapo maji yote yanayotoka Katubuka yatapita chini. Ule mfereji tutakuwa tumeufikia juu. Kuna maeneo tutakuwa tumeufikia, kuna maeneo yatakuwa ni wazi. Kwa hiyo ule mfereji unaenda kuyatoa maji yote ya Katubuka. Ni kwa nini tumeanzia Ujiji? Kwa sababu kule ndio maji tumeamua yapite kule mpaka yaende ziwani. Tungeanzia huku Katubuka, na maana tungelikuwa tunaenda na maji. Kwa hiyo tunachokitarajia kwamba tunapokuja kufika huku Katubuka, basi kazi yetu ni kutoboa na maji yanafanya nini? Yanaendelea. Kwa hiyo ukifika kule, ndugu mtangazaji, hata wananchi wanaoishi maeneo hayo, utaona kwamba kuna kazi inaendelea, ambapo mkandarasi yuko site, na tunatarajia matarajio yetu kufikia mwezi wa kwanza kazi hii iwe imeshakamilika. Itakuwa ni athari kubwa kwa sababu kija kuangalia maji ya Katubuka yakini yalikuwa yanapelekea tena kuwa na athari katika uwanja wetu wa ndege. Okay. Utakumbuka katika msimu wa mwaka uliopita mvua, maji yalikwenda yakavuka maeneo mengi na mpaka yakaanza kwenda uwanja wa ndege. Kwa hiyo na imani hili ndio litakao kuwa suluhisho kubwa kwa maeneo ya Katubuka na miundombinu inayozunguka Katubuka. Ndio, kwa kuwa umeutaja uwanja wa ndege, maendeleo yake yakoje kwa uwanja? Lakini pia na wale waliopisha eneo la uwekezaji. Labda niseme, sio msemaji sana, lakini mimi niseme tu kazi ya uwanja wa ndege inaendelea. Inaendelea na tuna imani Mwenyezi Mungu akijalia mwakani tutakuwa na uwanja mzuri sana Kigoma. Tutakuwa na uwanja mzuri kwa sababu sasa hivi utaona eneo la ndege ni dogo la kutembelea, lakini pia eneo la abiria ni dogo kwa kiwango kile, lakini sasa hivi jengo linalojengwa pale ni kubwa na la kisasa. Kwa hiyo mimi na imani ya kwamba uwanja ukikamilika,
ni zoezi ambalo kwa kweli linaenda kusaidia kwa kiwango kikubwa katika maeneo yetu.